Iqra FM. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimul afwa. Allahumma innaka afu ya afu. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimul afwa. Naam, hadirin ahla al-Badri, mliokusanyika kwa ajili ya mkusanyiko wetu wa leo mwezi 17 Ramadhani, kwa lengo la kuja kupigania maendeleo ya Uislamu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilemela, ambaye unamwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu hili la Ilemela, walio mbele yako ni viongozi wa baraza kuanzia ngazi ya msikiti, kata, wilaya mpaka mkoa. Walio mbele yako ni viongozi wa taasisi mbalimbali za Kiislamu hapa mkoani. Walio mbele yako ni kina baba na kina mama, na hapa tumewaalika mpaka ndugu zetu wasiokuwa Waislamu. Kabla ya chochote, tukushukuru wewe Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa moyo wako. Najua umetumwa na bosi, lakini na wewe ungeweza kumwambia bosi naumwa, lakini umeamua kuja kutuunga mkono. Mheshimiwa mbunge, una mambo mengi na ratiba zimekubana za kuwahudumia Watanzania wana Ilemela. Maka tunaotakiwa kuhudumiwa sio sisi tu Waislamu, hata ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, wenye dini, wasiokuwa na dini, lakini umekatiza, umetoa kidogo muda wako uje uungane na sisi. Niwashukuru viongozi wangu kutoka wilaya zote 7. Tumekubaliana hapa tutaswali saa 9:09 tutakwenda kuswalia Masjidi Shamsia. Leo Badri tunaimaliza mapema. Aliyepewa kazi ya kuchangisha ni Sheikh Uthman Ramadhani Ndaki, ndio ule mkuta anazungumza. Sheikh wa wilaya ya Nyamagana, makawa mashekh ya Nyamagana na Ilemela ni kama mapacha, wana kazi, wanakaribishana. Hapa pia tunao watu wametoka sehemu mbalimbali, na wako watu wamekuja na vitu. Nimemwona mzee wangu mzee Ibrahim kutoka Mwabomba akiongoza timu ya kutoka Chamvwa, ambao inshallah kesho tutatembelea huko. Wamekuja na vitu kadhaa, wametoka navyo kijijini, na wenyewe waje wavilete washiriki katika Badri hii. Mheshimiwa mbunge, wewe unaweza kukueleza kidogo. Mkuu wa wilaya ni mkuu wa wilaya, yuko serikalini, lakini huwa akija msikitini huko tunampa kazi ya kutoa mawaidha kidogo, kwa sababu anajua baadhi ya mambo. Mwenyezi Mungu amempa elimu ya dini na dunia pia. Kwa upande wako, tunaposema Badri ni vita vilivyopiganwa miaka 1400 iliyopita, Waislamu wakiwa 313, wapinzani wao wakiwa 1000. Ilikuwa vita ngumu sana, kiasi ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataka niusikie uwanja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akitajwa mtume kama ukumswalia unaingia motoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu aliomba dua haijapata kuombwa. Alimwambia Mungu, kundi hili la watu 313 likiangamia leo, hautaabudiwa kwa sura hii milele. Allahu Akbar. Wewe unaniambia mimi ndio mtume wa mwisho, na hawa ndio walionikubali, niko nao leo hapa viwanjani, lakini wenzetu wamekuwa 1000, sisi tuko 300. Ya Rabbi, Mola wangu,
ikiwa kundi hili litaangamizwa leo, la tu'badu ba'dahu abada, hautaabudiwa milele. Allahu akbar. Abubakari akanyanyuka akiwa nyuma ya Mtume, kilemba cha Mtume kimedondoka. Abubakari akakiogota, anamrudishia Mtume begani, anamwambia inatosha ya Rasulullah, inatosha ya Rasulullah, Mungu wako kisha sikia dua yako. Na wanatazama pembeni kwenye kilima kidogo unaitwa Jabalul Malaika. Ukenda Maka kuhiji, waombe ile taasisi inayokupeleka na wewe ufike katika eneo hilo. Anamuona Jibril akiwa na jeshi nyuma yake la malaika. Mwenyezi Mungu anasema walaqad nasarakum bibadrin wa antum adhilla. Kumbuka we Muhammad, pale nilipokuokoa, nilipookoeni katika vita vya Badri, mkiwa wanyonge, mkiwa wachache, nikaleta msaada wangu nikawanusuru. Na katika vita hivyo wamekufa wale sanadidi Quraish, vigogo vya Quraish waliomfukuza Mtume Maka, kina Abu Jahal bin Hisham, kina Utbah bin Rabi'a. Wanafika uwanjani, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepanga jeshi, akawatoa watu wa Madina waingie vitani kwanza. Makuraishi wanamwambia Mtume Muhammad, usituchezee sisi, tumetoka Maka kukufata wewe, tumewafata ndugu zetu wa Maka mliotukimbia. We Muhammad umetuletea dini mpya, dini ambayo imetufarikisha, imemfarikisha baba na mtoto. Tulikuwa tunaabudia miungu 360, hawatutoshi, hawatusaidii, hakuna wengine wanalala na njaa. Wewe ukaja kutudanganya kutuletea Mungu mmoja, kwa tumekuja leo tuletee watu wa Maka wenzetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaangalia akaona hawa wanijui kwamba mimi naangalia extra mile. Mtume akamwita Hamza bin Abdul Muttalib, nenda mbele. Waarabu katika vita hivi kuna kitu wanaita mubaraza. Mubaraza yani vita kabla ya kupigana ya watu 100 au 1000 kwa 1000, 100 kwa 100, mnafanya mubaraza. Mubaraza ni mtu kwa mtu, anayejua kushika panga na anayejua kushika upanga upande ule, anayejua kucheza na ngamia na anayejua kucheza na ngamia upande huu, anayeweza kuruka na akapita chini ya tumbo la ngamia na anayejua upande ule. Mtume akasema sasa nawaleta ndugu zangu, badala ya kuleta watu wa Maka. Sio watu wa Maka tu, usije baadaye ukasema Muhammad walete ndugu zako, wanataka kuwaua watoto wa ndugu wa wenzio. Akaamua awatoe ndugu zake. Miongoni katika waliotolewa watatu wa mwanzo ni Hamza bin Abdul Muttalib, ni Ali ibn Abi Talib, na kule wakawatoa kina Utbah bin Rabi'a, Shaiba bin Rabi'a. Hao ni watoto wa Maka, wanajuana. Ni kama vile Kirumba hii. Kirumba ina watoto wa Kirumba wanajuana. Mwanza ina watoto wa Mwanza wanajuana. Ukenda Tanga kwa Sheikh Waziri, kule Mwakizaro wako watu wa Mwakizaro, walete ndugu zetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawatoa ndugu zake, na hapa ndio kwenye heshima ya Ali Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na tukimsikia mtu anavunja heshima ya masharifu Ali Bait, tunapambana naye bila woga, kwa sababu hawa Mtume aliwatanguliza siku hii. Na ndio maana swala ya Muislamu yoyote haitimii mpaka useme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa mheshimiwa mbunge, hii nakufahamisha wewe, yani unaweza kusasa kwa nini tuko hapa? Hiyo Badr Day ni nini? Tunakumbuka mwaka 620 miladia AD ndio ilipigana vita hivyo. Ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 3. Kwa Kiislamu ilikuwa mwezi 17 Ramadhani. Hawa wanaume walisimama 313 huku, 1000 kule. Roho zao zikawatoka wakiitetea dini hii. Mpaka leo dini hii imefika Mwanza Kirumba. Allahu Akbar. Imefika Ng'apa Lindi. Imefika Ndahiriwe Kigoma. Tumsalie Mtume Muhammad. Imefika Mwabomba. Allahu Akbar. Imefika Masange Kondoa.
kutoka mwaka 1400 damu za watu hawa, wako watu 14 roho zao zilitoka uwanjani siku ile. Upande wa wenzetu waliondoka zaidi ya watu 70, sisi wakaondoka watu 14. Mheshimiwa Mbunge, una kitu nao unasikia mtu akiiba au akifanya dhulma au akitukosea Waislamu, tunasema tutakusomea Al-Badiri. Yaani maana yake tutawataja hao wanaume 313. Tusalie Mtume Muhammad. Hapa sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza, huu ni mwaka wa 5. Tumeamua kila jambo tunaliangalia pia kwa fursa ya vita vile. Vita vimekwisha, Uislamu umeshaenea dunia nzima, hakuna haja ya mapambano ya panga wala bunduki. Sasa tuendelee kutangaza tu Uislamu. Sisi tumechukua fursa ya vita vile, sasa iwe vita ya maendeleo. Allahumma salli wa sallim alayhi. Iwe vita ya maendeleo. Kutoka 2022 tumeanza ujenzi wa vituo vya afya. Tumejenga kituo Ilemela kwako, kimekwisha. Ukipata fursa utembelee. Bado vifaa na kitu kidogo kinaitwa kichoma taka, ambacho hicho kinaweza kujengwa hata na mtu mmoja. Ofisi ya mkuu wa wilaya huyu amesaidia kwa kiwango kikubwa, na mbele yako kwa unyenyekevu mkubwa namuomba yeye mkuu wa wilaya, namuomba mkurugenzi watusaidie. Nia yetu ni kuanza. Mkuu wa wilaya, siku kitapoanza kile kuchoma hata sindano, mimi nitachoma hata nikiwa siumwi. Mashaallah. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, tumeamua ile siku tuikumbuke kwamba ni siku ya ukombozi, na tumefanikiwa. Kutoka 22 tumejenga kituo Kishiri, tunajenga cha ghorofa 3, na mpaka sasa tumeshazika baadhi ya nguzo, kwa sababu kile kinahitaji ghorofa 3, nguzo tu 50, na nguzo moja tunaambiwa na injinia milioni 1.2. Tumejenga Sengerema, tumemaliza OPD. Kwa sasa hivi tumeitoa ile OPD inatumika kama kibanda swala, wakati huo wamevunja msikiti mkubwa. Tumejenga Misungwi, msingi wa OPD tumemaliza. Alhamdulillah. Tumenunua kiwanja Kwimba heka 5 kwa lengo hilo. Kule Ukerewe tunashughulikia kiwanja, na mkuu wa wilaya alituahidi kiwanja, na tuko kwenye process za mwisho kupata kiwanja hicho. Inshallah. Kule Magu tuna kiwanja tayari, kuna taratibu ndogo tu zinatengenezwa. Kwa hizi shilingi 100,000 tumeweza kufanya hayo na mengine mengi. Tumeweza kujenga misikiti ya vijijini, tumejenga Mwabomba, tumejenga Lunele, tumejenga Chamvwa, tumerekebisha mambo pale wanaitwa Mantare, na hivi kesho tutakuwa na ziara ya kwenda hiyo vijiji na tutalala huko. Tusemeni inshallah. Inshallah. BAKWATA inafanya hayo. Tumechimba visima kadhaa katika baadhi ya maeneo kwa hizi 100. Kwa hichi tunachochanga leo, Mheshimiwa Mbunge, sio kwa ajili ya jambo moja tu, tunakipeleka hapa, tunakipeleka. Juzi Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania amekuja Mwanza, tumejenga ofisi ya BAKWATA mkoa yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 204 kwa fedha za BAKWATA. Takbir. Yote haya tunayafanya kuhakikisha kwamba BAKWATA kama chombo kikuu cha Waislamu nchini kinakaa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo nimeamua nikueleze haya ili wewe, kwa sababu mbunge na ni mwenzetu, na jana mashallah, Mungu akulipe kheri, umetualika iftari na tukaja, Mungu akulipe kheri. Kwa hiyo kwa dhurufu hiyo ya muda na wewe unataka kuondoka, tumeamua kusimamisha mambo mengine, tumlete mkuu wa wilaya ndugu yetu Bwana Mkalipa, ambaye huyu anamwakilisha, yeye ni mkuu wa wilaya lakini yeye anamwakilisha mkuu wa mkoa, na tumuombe atufikishie shukurani kwa mkuu wa mkoa ndugu yetu Saidi Muhammad Mtanda. Amekuwa mstari wa mbele katika mambo yetu mengi, Mwenyezi Mungu ambarikie. Kwa hiyo naomba utulivu, kila mtu alichokuja nacho atulie nacho, tuwape nafasi hawa wazee wawili, watasema wote kwa pamoja, na tunaweza tukawaruhusu mmoja wao au wote wawili, si tunaendelea na jaramba mpaka kieleweke. Sallallahu ala Muhammad.
na kwa hapa nimemwakilisha, maana nilialikwa, kwa hiyo ningekuja kama mwalikwa nikakaa kwenye kiti kule kama alivyokaa rafiki yangu, lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa amenitaka nije hapa. Shekhe wa mkoa yeye amedhalulika, amepata dharura, kama yeye ndio mgeni mashuhuri wa eneo hili, amesema mimi nimwakilishe, na mimi nimechukua dhima hiyo. Lakini mbele tunaye mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa jimbo la Ilemela, jina lake ni Kafiti William Kafiti. Mimi najua Shekhe wa mkoa uliwaalika wabunge wote wa mkoa wa Mwanza, wote walialikwa, lakini mbunge aliyefika mpaka sasa ni Kafiti William Kafiti. Waqtasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Na huo ndo msingi wa maneno yangu Kafiti. Sasa huko naweza nikakuacha kidogo, lakini siwezi kuacha mbali. Kafiti jana alifanya iftari, lakini kuna jambo nimejifunza, lilisema Shekhe wa mkoa jana. Si kila anayefanya iftari desturi yake kuambia viongozi, lakini Kafiti kabla hajaanza kufuturisha juu ya kuwa Kafiti si muumini wa imani yetu, lakini alikwenda kwa shekhe wa wilaya na shekhe wa mkoa kutaka utaratibu wa kufuturisha. Angeweza kutafuta ukumbi akafanya mwenyewe, akatualika na tukaenda, lakini alifanya heshima. Wallahi Mungu amlipe Kafiti. Na mimi nimwambia Kafiti, ukiendelea hivi unavyofanya, wewe utakuwa mbunge wa muda mrefu. Ubunge ni watu, katika watu wako wa imani yako, katika watu wako wa vyama vyako, watu wa nje wa imani yako na watu wa nje wa vyama vyako. Kafiti sasa hivi anasubiriwa Bwiru akafanye mkutano. Kwa namna anavyofanya kazi zake, kwa kweli Allah amuongoze na akujalie nuru. Kafiti, wewe ni miongoni mwa watu wema, waadilifu, lakini miongoni mwa watu ambao wanaziona falsafa mbalimbali za kimaendeleo katika eneo letu. Sasa leo siku ya mchango, na mimi kwa sababu mimi nipo, nisingetaka nikulie muda wako mwingi. Uliniuliza hapa, shekhe alisema, kwanza shekhe, mimi sijaelewa kile kituo hakijafunguliwa kwa sababu gani? Akina kichomea taka vibali. Basi inshallah hili sio la kumsumbua shekhe. Yule anayeshughulikia apite ofisini, sio la kumsumbua shekhe. Anayeshughulikia aje ofisini Jumatatu inshallah. Katibu uko wapi? Anayelishughulikia jambo hili tuonane Jumatatu tupate sehemu ya kuanzia, si ndio bwana? Haya mambo madogo madogo yana njia zake na wala hahitaji mashekhe. Mashekhe kazi yao sasa hivi ni kutoa madarisu ya Qur'ani, kusalisha tarawehi na kutuongoza na mambo mengine. Haya tufanye sisi tusiosoma, si ndio mashekhe? Nimeona Sheikh Sululu chuo gari yake imeandika hiki ni chuo. Sasa utajua mwenyewe ni chuo cha nini. Mimi nimeagizwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, yeye ameniambia sadaka yake ya kusema hapa, amesema nimtolee shilingi milioni 1. Hii ameniambia sadaka yake ya kusema hapa. Na kwa nini sema afisuni? Angeweza akae kimya, lakini anasema kwa sababu anataka kuonyesha. Yeye amesema atatoa sadaka nyingi, shekhe wa mkoa, atakuona, lakini ile aliyonituma hapa amesema shilingi milioni 1. Nikiwa nakuja hapa leo, wamama wamekutana kwa sababu hii kuna wiki kwenye serikali huku, mambo ya kidunia ya kina mama. Akina mama wamekutana huko, nikampigia mkurugenzi wa halmashauri hii ya manispaa Ilemela Bi Umi, yeye akaniambia unitolee ahadi yangu ya shilingi 500,000 kama ahadi ya wazi, nyingine nitazikabidhi kwa utaratibu nitakaopewa. Ahadi mbili hizi nimepewa niziseme,
Lakini yuko ndugu yangu hapa, yeye aliniambia hataki kusema. Si ndio Sheikh? Au unataka kusema? Huyu ni mmiliki mmoja wa wamiliki wa migahawa hapa Sato Sangara. Undani kuna mgahawa mmoja mujarrab kabisa unaitwa Sato Sangara. Bwana amesema atatoa mifuko 50. Lakini Sheikh huyu muombee dua. Amefiwa na mkewe. Kuna mbunge alifariki, Bi Halima, muumini mzuri wa dini ya Kiislamu. Tulikuwa tunaswali naye msikiti wa Shamsia. Mume wake ndio huyu bwana mkubwa. Sasa kufiwa na mke ni mambo mengine. Nimeona ndugu yangu hata raha ana, nuru yake imepotea. Sheikh Kabeke, kaa naye kijana huyu, muombe dua, lakini mkumbushe katika ukumbusho mtu akifiwa anakuaje. Mheshimiwa mbunge, mimi najua kuna utakayosema hapa na tutakayoyafanya mimi na wewe. Mengine hatutasema. Mimi mwenyewe hapa pia nitatoa shilingi 500,000. Mimi sasa nimekataa kuahidi. Sheikh wa mkoa 500,000. Sasa 500,000 hii mgawanyo wake uko ufuatao. Shilingi 100,000 hiyo nimemtolea marehemu baba yangu, na shilingi 100,000 nimemtolea marehemu mama yangu. Shilingi 100,000 nimewatolea ndugu zangu waliofariki katika ukoo wangu. Hizo zitakuwa 300,000. Hizi 200,000 inshallah, basi Allah na mimi anifungulie katika mambo yangu. Lakini hii ni sadaka niliyoitoa kwa bayana, kwa sababu ipo aya imekuja niliyosema awali, faliyatanafasil mutanafisun. Lakini tutaona namna ya kufanya kwenye kituo kile. Tutatembelea watakapokuja kamati, nitakwenda nao, alafu tuone namna ya kufanya kwa mambo mengine ya ndani ya siri. Na mimi niwaambie rafiki zangu wale wanaotaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye katika michango yetu ili jambo liishe. Sasa Mheshimiwa Mstahiki Meya mama yetu Sarangwani naye amenieleza nimtolee ahadi ya shilingi 100,000. Tunaye meya, unajua sisi watu wa Ilemela tunapenda sana kushirikiana na viongozi mbalimbali. Hata hapa ukiona iliyo sheheni sana huwa ni Ilemela. Sisi watu wa Ilemela tunapenda kushirikiana na viongozi mbalimbali kwa dini zenu. Waislamu tunafanya nao kazi, wasiokuwa Waislamu tunafanya nao kazi, watu wa vyama tunafanya nao kazi. Lakini pia nimeambiwa na mwenyekiti wa CCM wa wilaya hii, Chama cha Mapinduzi, wilaya mzima, na wao wanataka nafasi moja ya mtu wa Badri. Kwa hiyo na wao watatoa 100,000, Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ilemela. Takbir! Wao wanasema wanachukua nafasi moja kwa niaba ya chama cha, watatoa ahadi yao ya shilingi 100,000. Na mimi nitaendelea kuwa balozi wa kuhakikisha tunafanya mambo haya na yanakamilika. Mheshimiwa mbunge, hivi jina lako ulochagua liko nani? Abdurazak. Amechagua jina zuri. Sheikh Abdurazak, faliyatafadhal mashkur. Nikupe nafasi useme, lakini mwambie mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Mwanza kwamba Sheikh Kabeke amenituma, aliwaalika. Tunataka michango kama ambavyo mnamwita Sheikh Kabeke kwenye mambo yenu, na yeye alitaja kwenye mambo yake. Kwa hiyo tunaamini utakapopata wasaa uzungumze na mwenyekiti wa wabunge. Sheikh Kabeke ni Sheikh wa mkoa. Sasa wewe una shida, hata wengine hawana shida, lakini wangeleta wawakilishi. Ukialikwa kwa level ya Sheikh wa mkoa ni lazima uhudhurie. Ndio nidhamu ya madaraka ya uongozi katika taifa. Mimi sifai sana wakati mwingine. Sasa huu ujumbe wangu kamwambie mwenyekiti, sisi tunaomba sadaka zao kama tunavoombana kwenye mambo mengine. Allahu wasallam. Na hii basi bwana, nitaka nisome haya moja, lakini karibu uzungumze
Hawa ni wananchi wako, ni ndugu zako, lakini sisi tunakushukuru na tunakupongeza. Jana tulipata iftari vizuri, na umesema jana pale utaendelea kutufutarisha kwenye maeneo mbalimbali kule Kayenze, nyumbani kwangu mimi, Gombe na maeneo mengine kote tutapata iftari. Kwa kweli Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru kwa jambo hilo. Usiache moyo huo, wewe ni ndugu yetu na tunakuombea kwa Allah akuinue na kukupa daraja juu ya daraja. Tuseme inshallah Waislamu. Basi karibu Sheikh Abdul Razak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimeanza kuelewa kidogo. Kwa hiyo ukikaa na shehe lazima kaulimi kanaanza kuzoea, si ndio ndugu zangu? Kama nilivyotambulishwa, ninaitwa Kafiti William Kafiti, ndiye mbunge wa jimbo hili la Ilemela, na hapa mlipokaa ndio sehemu yetu ya utawala wa jimbo la Ilemela. Na shehe, nikushukuru sana kwa kuleta tukio hili Ilemela, maana hii ni baa yetu. Lakini nipende kutambua uwepo wako kama shehe wangu wa mkoa, wasaidizi wako, mashehe wa wilaya mbalimbali mlioko hapa, mashehe wa kata na mashehe wote wengine mlioko hapa, lakini bila kusahau wazee wangu, wadogo zangu, mama zangu, dada zangu. Asalamu alaikum. Kwanza shehe, nikushukuru kwa mwaliko huu, lakini utakumbuka nilikuahidi hata kabla sijawa mbunge kwamba swala linalokuhusu wewe ni la kwangu. Kwa hiyo jambo lako jambo langu. Na mimi wakati mnakumbuka kwenye kampeni nilisema kabisa nitakuwa kiongozi nisiyekuwa na ubaguzi. Licha ya kuwa Mkristo, lakini Waislamu nitawaweka mbele. Sitojali au sitobagua mtu kwa dini yake wala rangi yake wala chama chake. Maadamu tayari mmeshanichagua mimi kuwa mbunge, basi mimi ni wa dini zote na nitashiriki kikamilifu. Kwa hiyo Sheikh Kabeke, sisi tumetoka mbali, wewe umenilea mimi. Lakini Sheikh Kabeke alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa baba yangu mzee William Kafiti. Popote walikoenda hao mabwana walikuwa pamoja. Lakini na mimi wakati amefariki nilimwambia usiwe mnyonge. Yale uliokuwa unafanya na mzee Kafiti yatarudi kwa kijana wake. Hapo vipi? Asalamu alaikum. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimesimama hapa nikiwa na historia na mzee wangu. Na mimi niendelee kuahidi kupitia umma huu, Waislamu tutakuwa pamoja. Licha ya kuwa dini yangu ni Mkristo, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi nitakuwa pamoja na Waislamu kwa jambo lolote na nitashiriki. Na alinimwambia kabisa, shehe, jambo lako naomba unishirikishe, usinionee aibu. Kwanza mimi ni kijana wako. Kwa hiyo ni lazima nikuunge mkono. Lakini ndugu zangu, jambo mnalofanya ni jambo jema. Kwa kweli Sheikh Kabeke, nikupongeze. Mambo unayoyafanya toka umekuwa kiongozi ni makubwa mno kwa Waislamu hawa. Leo tunafikiria kujenga mahospitali. Haya mambo zamani tulikuwa tunayaona kwa Wakristo tu. Pigeni makofi Sheikh Kabeke jamani. Tunaona unafanya mambo mengi. Sasa kwa nini sisi viongozi tusikuunge mkono? Kwa hiyo tutaendelea kukuunga mkono wakati wote. Tumeona ujenzi unaofanya ni ujenzi muhimu kabisa. Binadamu yeyote ni lazima tuhakikishe anaimarika kwa kuwa na afya njema. Usipokuwa na afya njema, manake wewe unakuwa hujakamilika. Usipokuwa na afya njema, huwezi kufanya shughuli yoyote ya kuingizia kipato. Na unapokuwa mgonjwa, basi kuwe na sehemu ya kwenda kupata huduma ya matibabu. Kwa hiyo swala unalofanya ni swala jema kabisa. Mimi nakupongeza sana wewe na watu wako wote. Na mimi nitaendelea kukuunga mkono katika kila jambo. Sasa mimi nisiongee mengi sana kama shehe wangu alivyotangulia kusema, lakini nichukue hadhara hii tena kukushukuru kwa siku ya jana. Jana tuliweza kufutulisha kata 5.
lakini nategemea kufutulisha kata 6 zingine nafikiri kabla tujamaliza mfungo, kwa maana watu wa ukanda huu wa mjini, lakini watu wa Kayenze kule tutaenda kata kwa kata, sawa eh? Na mimi kawaida yangu shehe, niseme tu hapa, sikuwa muumini wa kufutulisha watu kwenye mahoteli. Mimi ni muumini wa kufutulisha watu maeneo yao wanapoabudu, ili kila mtu apate iftari. Tunaamini kuna wengi wamefunga, watu wazima, watoto, lakini wanashindwa kupata hiyo iftari, na kuna wengine wanashindwa kufunga kwa sababu hawana uhakika wa kupata hiyo iftari. Kwa hiyo kitendo nilichokifanya, na naomba na wengine waige, mimi ninawafuata kule kule sehemu mliko, tutapika pale pale na tutafuturu wote. Kwa hiyo wakati huu wa mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, na bahati nzuri wa Kristo wana Kwaresma, na sisi huku tunasherekea mwezi wa Ramadhani kwa pamoja. Kwa hiyo tuendelee kuungana. Kwa hiyo kama alivyosema shehe, nina mkutano wa hadhara kule Bwiru wananisubiri, basi na mimi nitoe mchango wangu, kwa sababu mkuu wangu wa wilaya huyu ni bosi wangu. Sasa akinizidi kwa alichochoa inakuwa sio salama, si ndio? Na mimi shehe sasa, lakini na mimi shehe nitakuwa na mchango wangu na mchango wa marehemu mzee William Kafiti, ili muendelee kumwombea kwa sababu alifanya makubwa sana katika dini hii ya Kiislamu. Kwa hiyo leo hii mimi kama Kafiti mbunge nitachanga shilingi 500,000 na mzee Kafiti nitamchangia 500,000, jumla nitachanga 1,000,000. Kwa hiyo ndugu zangu, sadaka yangu hii ndogo naomba muipokee. Tunafahamu tuna mambo mengi ya kuchangia, lakini ni kuahidi sitoishia hapa. Nitaendelea kuchanga na kuja kutembelea hivyo vituo, tuone ni namna gani ninaweza kusaidia. Lakini pamoja na hayo, zahanati yetu ikianza nitakuchangia viti 50. Sawa eh? Kwa hiyo wewe usema mheshimiwa, tunafungua kesho, nitakuletea viti vyako 50 ili uweze kufanya utangulizi pale. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, naomba niwashukuru sana, na mimi sitaki kuondoka na deni, ninalipa hapa keshi. Sawa bwana, si aibu napiga keshi tu sasa. Asalamu alaikum ndugu zangu, nawapenda sana, asanteni. Naam shekhe, sasa nisitie neno ili maiki irudi kwako. Kijana huyu anahitaji na dua zako kabisa. Huyu kijana ni kijana wako. Leta akaunti, kiongozi anasema anataka kumaliza hapa. Sasa sijui baadaye imeshaisha na wakati. Hiki ni chuo. Leta akaunti ya NMB. Mheshimiwa mkuu wa wilaya tunakushukuru sana. Mheshimiwa mbunge tunakushukuru sana. Na kwa hakika uliyosema kuhusu mzee Kafiti ni kweli. Iqra FM.